Habari za hivi punde ni kuwa vita vinaanza tena kati ya Marekani na Irani na mlango bahari wa Hormuz umefungwa tena. Hii ni kutokana na habari kutoka kwenye vyombo vya habari vya Irani. Kumbuka tupo kwenye makubaliano kati ya Marekani na Iran. Makubaliano ambayo yalisainiwa na Donald Trump pamoja na makamu wake wa rais, na upande wa Irani pia yakasainiwa pia vile vile, na ilikuwa siku ya Ijumaa tarehe 19, ndio tarehe 19 mwezi wa 6 2026, kuwa ndio waingie sasa kwenye kusainiana rasmi kuwa vita sasa vimeisha, lakini hawa Waajemi hawajamaliza bado vita na wanadai kuwa mlango bahari wa Hormuz sasa umefungwa, wakati upande wa pili wa Marekani wanadai kuwa hakuna bado meli zinaendelea kupita, lakini Irani ndio wametangaza hivyo. Hii ni baada ya nini? Ni baada ya huyu ndugu yao huyu wanayemchekea Benjamin Netanyahu kuendelea kuishambulia Lebanon, wakati ilikuwa ni mojawapo ya makubaliano katika makubaliano yanatakiwa kukubaliana kati ya Marekani na Irani, msishambulie washirika wangu. Lakini Israeli kwanza, Benjamin Netanyahu akasema huo mkataba wa amani ambao unatakiwa kutengenezwa kuwa na amani kati ya Marekani na Irani ili kumaliza vita na hali ya uchumi iweze kurejea kama kawaida. Ye Benjamin Netanyahu amesema mimi hilo silitambui na mimi hilo silijui. Kwa hiyo bado anaendelea. Na maana nimekuambia hapa kuwa imebidi sasa Marekani aanze kutoa ndege zake upande wa Ben Gurion Airport Tel Aviv, kwanza kuzipeleka Marekani ili amwache sasa pambane na hali yake yeye mwenyewe. Ndugu zanguni, juzi hapa Donald Trump alikuwa Paris, ulikuwa na mkutano pale, na maneno kutoka kwenye kinywa cha Donald Trump alivyoongea, alisema tumeamua kuingia makubaliano ama kufanya makubaliano na Irani kwa sababu tulikuwa dunia inaelekea kwenye ukingo wa kuanguka kwa uchumi duniani, na akasema tuna reserve ya wiki 4 tu kwa mafuta. Kwa hiyo ndio maana Irani mwanzo kabisa walisema fanyeni mfanyavyo, amwezi mkaitenga Irani kwenye swala la uchumi wa dunia. Kumbuka Irani ambayo imekuwa kwenye vikwazo vya muda mrefu. Kumbuka Irani ambayo wamefrizi, wamegandisha pesa zake. Kumbuka Irani ambayo imetengwa na dunia. Lakini utaitengaje Irani? Yaani utawezaje kuitenga Irani? Kwa hiyo matokeo yake ndiyo hayo hapo, kuwa sasa mlango bahari wa Hormuz unafungwa tena kwa sababu ya kile ambacho Benjamin Netanyahu anakifanya upande ule wa Lebanon. Na unaambiwa kwenye mashambulizi ya leo yameua watu 16. Narudi pale pale kile ambacho Donald Trump alikuwa anakiongea, kuwa uwezo ukaendelea kuua mamia ya watu kwa kisingizio cha kumtafuta mtu mmoja. Na Netanyahu anavuruga makusudi kabisa haya mazungumzo, bado ili aendelee kuonekana yeye ni yeye ndani ya Israeli. Marekani hata aseme vipi, sisi hatujali, sisi wacha tuendelee tu kushambulia na mambo kadha wa kadha kama hayo. Nadhani hili ndilo linalonipeleka sasa kuanza kuwaza kuwa nafikiri Donald Trump ana majuto moyoni ya kuanzisha hivi vita. Kumbuka mlango bahari wa Hormuz ulikuwa uko wazi tu na meli zinajipitia tu kama wanavyotaka kupita, ulikuwa uko wazi kabisa na ukumbuke Irani walikuwa wanaongea na walisema kabisa kuwa nyinyi mkitushambulia, tutakachokifanya tutashambulia washirika wenu, lakini pia mlango bahari wa Hormuz tutaufunga ili dunia ijue machungu ya maana. Kama unajua Irani wao nasema ni watetezi wa wale wa Palestina wanauliwa kule Gaza, nadhani unaelewa hilo. Kwa hiyo ndivyo hivyo, kwa wakasema tutafunga huu mlango ili dunia ijue machungu wanayoyapitia raia wa Gaza, ndio waweze kuelewa. Lakini Donald Trump akasema nyinyi mnaongea nini bwana, wewe
hamna kitu. Kwa Israeli sasa, Netanyahu akahakikisha amemvuta Trump kwenye huu mgogoro, na Trump mnakumbuka maneno yake mwanzo, alikuwa anakataa kuwa sio Netanyahu aliyemuingiza kwenye huu mgogoro au kumvuta kwenye huu mgogoro. Nyinyi mnakumbuka vizuri sana. Haya, kwa sasa hivi ambacho Netanyahu anakifanya na kiko kinyume kabisa na kile Donald Trump anachomwelekeza asifanye. Je, utakataa kuwa Netanyahu alimvuta kwenye huu mgogoro? Maana Israeli ndio waliwavuta Marekani kwenye huu mgogoro, na walijua hii itakuwa kama mataifa ambayo Myahudi amekuwa akiyapiga tu. Aona, amekuwa akipiga hiyo Palestina, amekuwa akipiga, sasa wamepiga Syria mpaka ikafika mahali ambapo sasa Syria ikaanguka, ile Syria ya Bashar al-Assad. Haya, ukienda maeneo mengine ambayo wamekuwa wakiendelea kuvamia, lakini hii yote ni kwa msaada mkubwa wa Marekani. Bila Marekani, Israeli hana ubavu wa kupigana na Iran. Ndio maana Marekani wakamwambia, sasa tutakuacha upambane na hali yako mwenyewe. Sasa sijui, je, watamuacha kweli au? Lakini ukweli ni kuwa uchumi bado utaendelea kuyumba. Na unajua soko la dunia lilivyo ni kuwa Donald Trump akisema sasa tupo kwenye makubaliano na Iran, na Iran na wao wakathibitisha mafuta yanashuka. Alafu kama leo hivi wanaposema kuwa mlango bahari wa Hormuz umefungwa, utashangaa mafuta kwenye soko la dunia yameenda juu, yamepanda juu. Kwa hiyo anayemkosesha Donald Trump ni Benjamin Netanyahu, ambaye anataka kuonekana yeye ni kidume sana ndani ya Israeli, ili aendelee kushambulia na ili basi kule Israeli waendelee kumkubali kama mwanaume, kwa sababu kwenye kura za maoni unajua Benjamin Netanyahu kifupi ni kuwa ameanguka kwenye zile kura. 63% wanasema hatutaki Netanyahu arudi kama waziri mkuu wa Israeli. Hizo ni kura za maoni pale Israeli. Kwa hiyo manaka anakuwa ameanguka kwa namna hiyo, kwa sababu inaonekana ni kama ameshindwa kuilinda Israeli. Na pale unajua raia wa pale wao hawaelewi chochote. Wao wanachojua adui yao ni Iran, adui yao ni wa Palestina. Kwa hiyo ndio maana iko kwa namna hiyo. Ndio maana nikakwambia kuwa ninadhani Donald Trump anajuta ni kwa nini aliingia kwenye hii vita ambayo imekuwa ni ngumu kuimaliza. Na Waajemi waliongea wazi. Kumbuka kauli ya Ayatollah Mujtaba, alisema kuwa sikubaliani na makubaliano, lakini nimeyaruhusu yaendelee kwa maslahi mapana ya Iran. Ndio kauli aliyoiongea. Na akasema lakini wakifanya tu ujinga, sisi hatukubaliani nao. Ndio kauli ya Supreme Leader, kiongozi mkuu wa Iran. Lakini na sasa hivi tayari wamefanya mambo ya ajabu. Na hii yote sio Marekani, lakini ni mshirika wake ambaye ameshindwa kumfungia. Mnakumbuka makala fulani ilikuwa naelezea hapa kuwa kila mtu amfunge mbwa wake. Mbwa wa Marekani ni Israeli, afungwe na bosi wake. Mbwa wa Irani ni hawa Hezbollah, washirika wake, wafungwe. Sasa Iran ameonekana ana uwezo kabisa wa kuwafunga mbwa wake, lakini Marekani ameshindwa. Na ndio maana unaona kauli zinakuja kuwa siku zijazo, si miezi miwili, Israeli tutapigana wenyewe bila msaada wa Marekani. Yaani pamoja na kuwa wamekuwa wakisaidiwa kwa namna ambayo hakuna taifa linasaidiwa kama Israeli. Ukumbuke Ukraine ilikuwa inasaidiwa, lakini kumbuka matusi yalikuwa yanatukana na nani? Zelensky na Donald Trump. Lakini mbona kumtukana Netanyahu? Na wamekutana na Netanyahu mara kibao, lakini leo mambo ndio yako hivyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, mlango bahari wa Hormuz umefungwa tena na vita vinaanza upya. Ndio habari iliyoko. Ndio maana nikakwambia hii ni habari ya hivi punde. Vita vinaanza upya, mlango bahari wa Hormuz umefungwa tena, na aliyesababisha haya ni waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu. Na unajua wana ile tunaita commanding chain, ambayo kama waziri mkuu wa Israeli atawaambia askari wa IDF acheni kushambulia, wataacha. Lakini yeye waziri mkuu ndo amekuwa mtu wa kwanza kusema sisi hatukubaliani na hayo makubaliano kwa sababu hayana maslahi kwa Israeli. Kwa ndo maana nimekuambia Donald Trump huko aliko atakuwa anajuta kwa nini ameianzisha hii vita, kwa sababu ndo ana poromosha uchumi wa dunia. Ujue
Yaani haya yote tunayoyapitia, maisha sasa hivi kidogo gharama zimekuwa juu, ni kwa sababu ya Donald J. Trump. Kwa hiyo Donald Trump huko aliko lazima atakuwa anajuta ni kwa nini aliingia kwenye hii vita, kuanzisha hii vita. Asanteni sana. Naona tupeane hiyo taarifa. Asante.